Na matukio bora, lakini tumekuwa na matukio ya kiubunifu kweli kweli. Kila ambacho tulipanga kimewa surprise wana Simba waliokuja uwanjani na wale ambao walikuwa kwenye TV. Ni mpangilio mzuri wa matukio, lakini sio matukio ya as normal, ni matukio yenye kuvutia na matukio yaliyokuwa bora kweli kweli. Tukio moja likiisha, linalokuja linakuwa bora zaidi. Hiyo ndiyo Simba Day ya miaka 90 fantastic. Miaka 90 ya Simba kwako wewe binafsi kama Ahmed Ally unawezaje kuielezea? Ni miaka yenye mafanikio, ni miaka yenye misukosuko, ni miaka yenye furaha, ni miaka yenye vilio, ni miaka yenye huzuni, ni miaka yenye kila kitu ndani yake. Ni miaka ya ukuaji hadi kufika hapa ndani ya miaka 90. Simba yetu imekuwa one of the biggest club in Africa na bado tunaendelea kuifukuzia ndoto ya kuwa top team in Africa. Kwa hiyo ni miaka 90 ambayo bado tuna nafasi kubwa ya kukua. Tunapotoka kwenye 90 kuitafuta 100, tunapaswa kuingia kwenye 3 bora ya Afrika na hatimaye kuwa namba 1 Afrika. Na hiyo ndio kazi kubwa ambayo wana Simba wametutuma hivi sasa. Semaji, matokeo ya mchezoni wa kirafiki ya leo kuna namna yoyote yanaweza yakazungumza lolote kuelekea msimu ujao, au ni kipi ambacho yanaakisi? Mechi za mwanzo hizi huwa hazitoi taswira sana kuelekea kwenye msimu ujao, kwa sababu ni mechi ambayo watu wote tucheze, watu wote tupate. Na maana ukiangalia kipindi cha kwanza timu nyingine, kipindi cha pili timu nyingine. Ni mechi za maonesho, kama ambavyo unaona wale Simba tumeingia nao kwa ajili ya maonesho. Hawakuja kula mtu wala kutafuna nyama ya binadamu, walikuja kwa ajili ya na hata mechi vile vile ni mechi ya maonesho. Kila mtu anapewa nafasi ya kucheza na kuonesha kiwango chake, lakini huwezi kucheza vizuri hapa tarehe 8 alafu siku 5 baadaye una mechi kubwa ya dabi ukajiachia ukaonesha. Yani hapa nikikwambia panga first 11 ya Simba hata uweze. Nilikuwa nina uoga, lakini baadaye kadri nilikuwa ninazidi kwenda nikawa ninazoea ile hali, na of course tulichukua tahadhari zote za kitaalamu. Tulikuwa na askari pale kutoka Tawa ambao walikuwa na silaha za moto. Kwa hiyo kama yule Simba angekukuruka, alikuwa anachezea shaba ya mbavu, shughuli yake imeishia hapo na tamasha lingeendelea na story nyingine mpya kabisa. Simba vuruga tamasha la Simba Day. Msemaji, hizi interest, hizi uvaaji wako ubunifu ni inakuumizaga kichwa, au kuna mtu ambaye mnakaaga chini kama kamati mwana tunaingiaje? Ni kitu gani ambacho huwa kinakupa? Kusema kweli tumeyatafuta makubwa ambayo yanatukosti. Kuna wakati mpaka mnajiuliza hivi mwakani tutafanya kitu gani tena. Tunakaa jopo la management ya Simba, tunajadiliana bana, mwaka huu tufanye kitu gani. Kwa kwanza kuulizwa huwa ni mimi, interest yako ni nini mwaka huu? Yani unaingiaje mwaka huu? Kama nina idea nasema, kama sina bana mimi mwaka huu mweupe. Kwa hiyo wengine wanaibuka wanatoa mawazo. Kwa hiyo tumekaa kwenye kikao bana. Unajua zamani kuingia ilikuwa ni kawaida tu, naingia na nini, lakini tukabadilisha ile uingiaji uwe ni sehemu yenye mvuto ya ndani ya Simba Day. Kwa hiyo tukafanya ya kwanza, ya pili mpaka hii ya 5. Hivi sasa kila mtu anasubiri ataingiaje ndani ya Simba Day. Kwa hiyo tulikaa kwenye vikao tukakubaliana mwaka huu acha tuingie na Simba original. Baada hapo michakato ikaanza, tukaenda Dar es Salaam Zoo, tukazungumza nao, tukafuata procedure zote. Kilichobaki sasa, unavaa kitu gani ili ufanane na wanyamapori. Ndio nikazungumza na watu wa hifadhi ya Ngorongoro, ndio wakanipatia yale mavazi. Nikasema hapa ni muhimu nijifunike na sura ili watu wasione sura ya uoga wakati nakatiza pale na Simba Sports wale. Kwa hiyo nikavaa ile maski, jasho, wasiwasi ikawa ni ndani kwa ndani, watu hawaoni, wanaona komando tu. Mwisho wa siku tumemaliza pale, Simba karudi na hiyo ndo nikavua pale, nikashusha pumzi, nikamshukuru Mungu, mambo. Kwa hiyo ni mchakato ambao unasimamiwa na management ya Simba, ndio tunafikia kuwa na matukio kama haya
bora ya kuvutia. Ule DJ kweli au Bobby? Nimeenda kushtua kidogo pale. Sio Bobby, moja kati ya nachagua mwenyewe ngoma ninazozipenda pale. Nipiga kwanza ya Tambeni wana Simba, alafu nikaja nikawashtua watu na pombe na watoto. Baada hapo nikaja nikawapigia DJ. Ni mambo ambayo niliyapanga kabisa.